Wapendwa watazamaji na wafuatiliaji wa Lux Fide Mwanga wa Imani, ni Dominika ya 21 ya mwaka A wa kanisa. Ujumbe tunaopata katika Dominika hii ni utambulisho wa Kristo. Kristo tunamtambuaje? Kristo ni nani kwako? Lakini pia hata wewe utambulisho wako kwa watu wengine ni utambulisho gani? Basi nikualike katika Dominika hii tutafakari pamoja masomo ya Dominika ya 21 ya mwaka A wa kanisa. Karibu. Na moja ya mwaka A wa kanisa, Yesu Kristo katika Injili anawauliza wanafunzi wake juu ya utambulisho wake, kwamba yeye ni nani kwao. Lakini haanzi moja kwa moja, anataka kusikiliza mawazo ya watu wengine na kisha mawazo yao. Na anapowaambia hilo tukio ama hilo swali, anawaambia katika eneo lililokuwa linaitwa Kaisaria Filipi. Pengine kwa nini aliwaambia utambulisho wake ama juu ya kutaka utambulisho wake katika eneo hilo Kaisaria Filipi na sio labda Tiro na Sidoni ama Bethlehem ama wapi? Kimsingi sio kwa bahati mbaya Yesu aliwaambia ama alitaka kujua utambulisho wake kwa yeye ni nani katika eneo hilo la Kaisaria Filipi. Kwa sababu kihistoria tunaambia eneo hilo kabla ya kuitwa Kaisaria Filipi lilikuwa likijulikana kwa jina la Paneas ama Panion, eneo ambalo hapo mwanzo kulikuwa na pango ambalo katika hilo pango walikuwa wakiendesha ibada za mungu wa kipagani aliyekuwa anaitwa jina la Pan. Na lilikuwa lina mahusiano pia na uongozi wa dola ya Kirumi. Ikumbuka kwamba Wayahudi walipitia utawala mbalimbali. Ufalme wa Kiyahudi uligawanywa katika falme ya kaskazini na falme ya kusini mara baada ya kifo cha mfalme Sulemani. Na mwaka 722 waliingia utumwani dhidi ya dola ya Ashuru, na mwaka 586 waliingia tena utumwani au ufalme wa kusini na Babiloni. Baadaye wakaja wakapitia utumwa wa Uajemi, baadaye Ugiriki na baadaye Roma. Warumi walikuja kutawala. Sasa kipindi wanatawala Warumi alitokea mfalme ama Kaisari Augusto ambaye alikuwa anatawala katika eneo hilo la Uyahudi. Na basi katika kutawala kwao Warumi walitumia viongozi wa Kiyahudi kuwatawala Wayahudi wenyewe katika makoloni ama katika maeneo yao. Na hivyo Kaisari Augusto akampa mamlaka Herode mkuu, na huyo Herode mkuu akajenga mji kwa heshima ya Kaisari Augusto, na eneo hilo linaitwa Kaisari Maritima. Kumbe kuna Kaisari mbili, kuna Kaisari Maritima na Kaisaria Filipi. Sasa Kaisari Maritima ilijengwa kwa heshima ya Kaisari Augusto na Herode mkuu. Baadaye ya kifo cha Herode mkuu akatokea mtawala mwingine ama ufalme wake uligawanywa kwa wanae. Na huyo Herode Filipo wa Iturea akajenga huo mji wa Paneas, ukakua na baadaye ukatambulika kwa jina la Kaisaria Filipi kutokana na heshima kwa mfalme Tiberio ambaye alikuwa akitawala pamoja naye mara baada ya kifo cha mfalme ama Kaisari Augusto. Kwa hiyo Kaisari Filipi ilijengwa kutoka katika jina la Paneas ambalo lilikuwa jina la mwanzo. Ni eneo ambalo linatambulika kwa ulimwengu wa miungu ya uongo, lakini mamlaka ya
kifalme ya Kaisari ama mamlaka ya dola ya Kirumi, lakini utamaduni wa watu wasio Wayahudi. Kumbe Yesu anapoenda katika eneo hilo na kuwaambia wanafunzi wake juu ya utambulisho wake, ilikuwa ni kutaka kuonyesha yeye si mtu wa kawaida. Yeye ni Mungu kweli na mtu kweli. Na hivyo katika tafakari yetu, kwa nini Yesu anataka kutambua utambulisho wake katika eneo la Kaisaria Filipi, ni kutupa ujumbe kwamba imani ya kweli katika Yesu haiishii kwenye kusikia maoni ya watu, bali inadai kila mtu aingie ndani na afanye ungamo lake binafsi mbele ya Kristo. Ndicho ambacho Yesu alikuwa anakitaka. Na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anasema Yesu alitaka watambue yaliyofichika ndani ya mioyo na akili zao, kisha watoe jibu ambalo lingekuwa msingi wa maisha yao yote. Kumbe eneo hilo Kaisaria Filipi ambalo Bwana wetu Yesu Kristo anataka utambulisho. Kwanza anawasikia wao wanaanza kusema, watu wanasema mimi ni nani? Wengine wanasema wewe ni Yohane Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, wengine mmoja wapo wa manabii. Sio kwamba Yesu alikuwa atambui yeye ni nani, lakini alitaka kusikia imani ya kila mmoja wao. Na pengine katika simulizi hilo, kwanza kwa hatua hiyo ya kwanza, tunapata vitu vifuatavyo ama tunapata tafakari ifuatayo. Ya kwanza, Yesu ni zaidi ya mwalimu, nabii, mtu maarufu katika historia. Walishapita watu wengi ambao wenye uwezo mkubwa, walifanya mambo makubwa. Pengine wao wakashindwa kumtambua Yesu ni nani, kutokana na kwamba alikuwa anafanya vitu wakati mwingine vinavyofanana na au manabii waliopita, wakina Elia, wakina Yeremia na kadhalika na kadhalika. Lakini yeye ni zaidi ya hayo, kwa sababu anatuambia utambulisho wake kama anavyosema, anavyojibu Petro, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai, wewe ni Masia. Masia maana yake mpako mafuta. Kwa hiyo ni jambo kubwa, yeye ni jambo kubwa, na pale anaonyesha umungu wa Kristo, ambapo baadaye tutakuja kuona Dominika ijayo anaweka simulizi nyingine kwamba yeye ni mtu kweli, kwa sababu atapitia mateso, kifo, lakini baadaye atafufuka. Kwa jambo la kwanza, Yesu ni zaidi ya mwalimu, zaidi ya nabii. Yeye ni Mungu kweli na mtu kweli katika historia ya maisha yetu ya wokovu. Jambo la pili, eneo Kaisaria Filipi linakuwa kama shule yetu ya imani. Mtakatifu Eusebi anasema ibada za uongo ama ibada zilizokuwa zinafanyika eneo hilo la Pani ama Paneas, ambalo baadaye likaja kuwa Kaisaria Filipi, ni ushuhuda kwamba zilikuwa zinawapotosha watu. Na hivyo Petro anavyojibu kwa ushuhuda hilo, ungamo la imani, linatupa ushuhuda kwamba imani ya kweli dhidi ya miungu mingine ama miungu ya uongo, imani ya Mungu wa kweli. Kumbe tunalikwa kuwa na imani juu ya Mungu wa kweli, Mungu mmoja katika nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, dhidi ya miungu mingine. Pengine unaweza kuwa na kimungu chako huko katika kuamini miungu mingine, labda mambo ya kishirikina, imani, waganga wa kienyeji, na kutumainia kwamba wao wanaweza wakakusaidia na kukutoa katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hawa ni miungu ya uongo. Mungu wa kweli ni huyu ambaye Petro anamkiri leo kwamba wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Jambo la tatu, imani ni zawadi ya Mungu inayohitaji muitikio wa mwanadamu. Kumbe imani inaanza mwanzo, lakini muitikio wetu unahitajika kufuata baadaye. Ndio maana Petro alivyojibu, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai, hakika wewe ni mwana wa Mungu aliye hai, Yesu anamwambia Simoni Bariona, mwili na damu havikufunulia hayo, ila Baba yangu wa mbinguni amekufunulia hayo. Kwa hiyo ni mwaliko, mwanga, zawadi kutoka kwa Mungu tunaipata kwanza, alafu baadaye ndipo tunaanza kuelewa na kumwamini Mungu katika ukamilifu wake. Kumbe ni zawadi ya Mungu ambao tunaalikwa kila mara kuomba paji hilo ama kuomba neema hiyo ama zawadi hiyo ya imani katika maisha yetu, lakini pia tukishaipata tuwe na muitikio sasa hai dhidi ya imani hiyo kwa Mungu. Jambo la nne, kumtambua Yesu kama mwanzo wa safari lakini sio mwisho. Kwa sababu Yesu alipowauliza utambulisho wake nao wakajibu, inakuwa ni mwanzo tu. Baada ya kumtambua yeye ni nani, anawafunulia zaidi kwamba atakuja kukamilisha fumbo kubwa la Pasaka, yani atapitia mateso, kifo na baadaye atafufuka kuonyesha ushindi wake dhidi ya mamlaka zote,
dhidi ya miungu yote kwamba yeye ni Mungu kweli, na hivyo kumtambua ni mwanzo tu wa safari. Mtakatifu Thomas wa Aquino anasema sehemu hiyo ya ushuhuda huo ama kukiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai inakuwa ni sehemu ya kutambua umungu wa Yesu ama umungu wa Kristo, kwamba Yesu ni Mungu kweli na mtu kweli. Jambo la tano, kanisa linajengwa juu ya imani katika Kristo Yesu. Baada ya Petro kujibu hivyo, Kristo anamkabidhi mamlaka na kumwambia Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kanisa linajengwa katika imani. Baada ya kukiri imani hiyo kwamba wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu, Kristo anajenga kanisa lake juu ya mwamba, yani katika uongozi wa mtume Petro. Kwa maneno mengine tunaweza kuona chembe zile za upapa ama mamlaka ya Baba Mtakatifu katika kanisa. Na jambo la sita tunaloalikwa leo, pengine wewe ni nani? Utambulisho wako wewe ni nani? Lakini la pili, Kristo ni nani katika maisha yako? Utambulisho wa Kristo kwako ni nani? Wengine walisema walimwona Yesu kama Yohane Mbatizaji amefufuka, wengine kama Elia, wengine kama mmoja wapo wa manabii. Lakini swali linabaki kwako wewe binafsi, Yesu ni nani kwako? Pengine unaweza ukamwona kama Mwokozi, kama mtu ambaye ukiwa na shida unamkimbilia, kama mganga wako, kama kiongozi wako, kama Mwokozi wako. Kila mtu anakuwa na namna yake ya kuona. Tunaalikwa leo kujiuliza na kujitafakari, Kristo ni nani katika maisha yangu? Ninamwonaje Kristo? Na mwisho wa siku tunapata fundisho kubwa katika sehemu hiyo ya Injili ya Mathayo sura ya 16, kile ambacho wengine wanasema mamlaka ya huyu Baba Mtakatifu yametoka wapi? Msingi wake tunaupata katika Injili hii ya leo, Mathayo 16:13 mpaka 20. Kristo anamkabidhi Petro mamlaka. Lakini kabla ya kumkabidhi mamlaka anafanya jambo la kumbadilisha jina. Petro anabadilishwa jina kutoka Simoni mwana wa Yona ama Simoni Bariona na kuwa Petro, ambao katika lugha asili ya Kigiriki ni Petros. Petros manake mwamba. Lakini Yesu alitumia, tunaambiwa katika sehemu zingine alitumia jina la Kiaramayo la mwamba Kefa. Lakini kimsingi inamaanisha mwamba. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Na akamkabidhi funguo kwamba utakachofunga kitakuwa kimefungwa na utakachofungua kitakuwa kimefunguliwa. Ndio mamlaka ya Baba Mtakatifu ambayo anayo, na kuanzia hapo basi tunaanza kuona. Na kama umekuwa mfuatiliaji mzuri, anayekabidhiwa hizo funguo ama mamlaka ni sehemu ya somo la kwanza katika Dominika hii ya leo, kitabu cha Nabii Isaya sura ya 22 kwamba msimamizi wa nyumba ya mfalme ni msimamizi wa ufalme wa Mungu. Baba Mtakatifu ni msimamizi wa ufalme wa Mungu. Ndio maana ya zile funguo kwamba mamlaka na kusimamia, msimamizi na kiongozi. Mtakatifu Thomas wa Aquino anatuambia zile funguo zinamaanisha huduma ya kuongoza watu kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa Baba Mtakatifu anashikilia zile funguo tu, sio kwamba yeye ndio mmiliki wa huo ufalme. Hapana, yeye anatusaidia sisi kuweza kuingia katika ufalme. Ndio maana anapotoa maelekezo yake, miongozo yake, maelekezo mbalimbali anayatoa kwa niaba ya Kristo, sio kwa niaba yake yeye kama mtu. Na ndio maana mababa watakatifu wanapochaguliwa ubadilisha majina kuonyesha kwamba wanapata huduma mpya. Na hicho kitu sio kwa bahati mbaya, msingi wake ni Yesu mwenyewe. Anambadilisha jina Simoni kuwa Petro, kwamba anampa mamlaka na uongozi na hali mpya nyingine ya utume katika kanisa lake. Ndicho ambacho kinafanyika. Baba Mtakatifu anapochaguliwa anabadilishwa jina. Kwa mfano tukianza kwa ufupi, Baba Mtakatifu ambaye sasa hivi ni Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alikuwa akijulikana kwa jina la Karoli Kardinali Wojtyła kutoka katika nchi ya Poland. Yeye alibadilisha jina na kuchagua jina la Yohane Paulo wa Pili. Yohane Paulo wa Pili kimaanisha kwamba kuna Baba Mtakatifu alishachagua hilo jina la Yohane Paulo wa kwanza. Kwa hiyo ni Yohane Paulo wa Pili. Mfano mwingine kutoka Ujerumani ni Joseph Kardinali Ratzinger ambaye alibadilishwa jina na kuwa Baba Mtakatifu Benedikto wa 16. Kwa hiyo
kulikuwa na baba mtakatifu waliochagua jina la Mtakatifu Benedikto 15, yeye akawa 16. Akaja huyu George Bergoglio kutoka Argentina ambaye alibadilisha jina na kuwa Francis. Tunasema Francis kwa sababu hakuna mwingine aliyechukua jina kama hilo la Mtakatifu Francis. Alibadilisha jina. Na wa sasa ni Leo wa 14, jina lake ni Robert Prevost, ambaye alibadilisha jina na kuchukua jina la Leo wa 14 kwa sababu kuna Leo 13 walishapita. Lengo ni nini? Kwamba utume mpya unaanza katika maisha yake na kuwachunga kondoo wake. Na hilo sio kwa bahati mbaya, lipo hata katika Agano la Kale. Mfano Abraham alibadilishwa jina, alikuwa anaitwa Abrahamu akaitwa jina Ibrahimu baadaye. Kwa lengo gani? Kwa kwamba atakuwa baba wa mataifa yote. Ikumbuke kwamba mwanzoni ya kupata watoto katika umri wa uzee anapata watoto, na anaambia uzao wake utakuwa mkubwa kama mchanga wa pwani. Lakini pia hata mkewe Sara anabadilishwa jina, kwamba alikuwa anaitwa Sara akaitwa Sarai. Na Yesu anapombadilisha Simoni Petro kutoka Simoni kuwa Petro, ni utume mpya wa maisha ambao anaupata. Kwa hiyo swala ambalo tunalisema Baba Mtakatifu na mamlaka yake hatujajitungia sisi, lipo katika msingi wa maandiko, na Yesu Kristo mwenyewe ndiye alianzisha jambo hilo. Baadaye Petro alipotoka wakaja baba watakatifu wengine mpaka sasa hivi tunaye Baba Mtakatifu Leo wa 14. Kumbe Dominika hii pia ni mwaliko sio tu kutambua uwepo wa Yesu Kristo katika maisha yako, ama Yesu Kristo utambulisho wake ni nani kwako, lakini pia tunatambua msingi wa kimaandiko juu ya mamlaka ya Baba Mtakatifu katika Kanisa Katoliki. Kumbe tunaalikwa kuendelea kumwombea, kuliongoza kanisa, lakini pia kuwa watiifu kwa mamlaka hiyo kwa sababu iliwekwa na Yesu Kristo mwenyewe. Na kuna kitu ambacho kinamlinda tunaita the infallibility of the Pope. Manake Baba Mtakatifu akosei anapokuwa anatoa mafundisho yanayohusiana na imani na maadili akiwa katika kiti chake kama Baba Mtakatifu ambaye anatoa mafunzo ama mafundisho kuhusiana na kweli za imani, kweli za maadili. Tunaita infallibility of the Pope, kwamba hakosei anapokuwa katika kiti hicho. Lakini hiyo infallibility of the Pope haimaanishi kwamba atendi dhambi, yani mwanadamu anatenda dhambi. Haimaanishi kwamba anaweza akosei, lakini kimsingi anapokaa katika mamlaka ile na kutoa mafundisho anakuwa hakosei, na hayo mafundisho ndio ile kile ambacho Yesu anakisema, ukifunga duniani kimefungwa mbinguni, ukifungua duniani kimefunguliwa mbinguni. Ndio maana Baba Mtakatifu anatoa barua mbalimbali za kichungaji, maelekezo mbalimbali, na hata kwa mfano mwaka huu tunafanya jubilei ya Mtakatifu Francisco wa Asizi, miaka 800 tangu kifo chake, inasindikizwa na neema mbalimbali zinazopatikana hapo. Kwa hiyo ni maelekezo ambayo Baba Mtakatifu ameyatoa, na kwa kufanya hivyo tunajipatia neema na baraka katika maisha yetu. Kumbe tunapohitimisha tafakari hii ya Dominika hii ya 21, tutambue utambulisho wa Kristo katika maisha yetu, tutambue Kristo ni nani kwetu, lakini sisi kwa watu wengine wanatutambuaje? Lakini pia mamlaka ya Baba Mtakatifu katika Kanisa Katoliki. Basi nikutakie Dominika njema na tafakari njema ya 21 ya mwaka wa kanisa. Mimi ni Padre Benjamin Mwanga, na hii ni Lux Fidei, mwanga wa